wanakufa kwa njia ya vile imefanyika. Hii ni kitu ya kuzunisha sana taifa. Maana yake watoto ni maua ya nchi. Ilikuwa inafanyika Sudan, imekuja imefanyika hapa kwa taifa letu la Kenya. Ambayo imefanya ni kitendo ya unyama. Sasa kwa sababu wanajua kuna ushahidi ya kutosha ya kumshtaki, iwapo Mkenya mwingine yoyote atachukuliwa na polisi ati abducted afichiwe mahali, chama cha UDA na kiongozi wake William Ruto watakuwa wamekeuka mkataba ambao tumeandikisha. Iwapo polisi wa Kenya hawatawajibika, watoe fidia kwa familia za watu ambao walipoteza maisha yao kulingana na jinsi. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ametangaza kujiondoa katika mkataba aliotia saini na serikali maarufu kama NADCO. Karibu kwenye taarifa zetu za Erwan Media, na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Visa hivi punde vya ukatili wa polisi kwa raia vimeendelea kuibua hisia mseto, huku viongozi wa upinzani wakilaani vitendo hivyo haswa kutokana na kifo cha mwana blogger Albert Ojwang. Vuma hizo ambazo zimetikisa nchi baada ya waandamanaji haswa siku ya Jumanne mmoja kupigwa risasi. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amevunja ukimya wake akielezea kujiondoa kwenye mkataba aliotia saini na serikali, kwani imekiuka amri ambayo walikubaliana. Katibu mkuu wa chama cha ODM Bwana Edwin Sifuna amesema kwa sasa ODM hajihusishi kivyovyote vile na serikali ya muungano wa Kenya Kwanza na chama cha UDA kinachohusishwa na Rais William Samoei Ruto. Litakuwa ni pigo kubwa sana, kwani Raila Odinga amesema ni vibaya generation hii ndogo ama kizazi cha sasa kupoteza maisha yao kwa njia ambayo haifai, kwani walikubaliana na Ruto aweze kuchukulia hatua wale viongozi wote wanaohusika katika vitendo hivi vya kinyama. Maandamano ya hivi majuzi yalishuhudia maafisa wa polisi wakiwatendea unyama waandamanaji katika mji wa Nairobi na katika kaunti ile ya Mombasa, ambapo hadi hivi sasa takriban visa 11 vimeripotiwa vya police brutality. Ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section kuhusiana na Raila Odinga kujiondoa kwa serikali.